Mtanzania mwenzangu popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu tuweze kusemezana mawili matatu. Ni jambo la kusikitisha na kuhuzunisha kuona serikali ya Idi Amini Mama Samia Suluhu Hassan ikitaka kuhujumu na kunajisi na kuua demokrasia katika taifa letu la Tanzania. Demokrasia ni pale ambapo unapata kwamba uchaguzi, wananchi wanashiriki uchaguzi wa haki na huru. Demokrasia ni pale ambapo unapata kwamba vyama vingi vinaruhusiwa kufanya kazi katika taifa, mfano katika taifa letu la Tanzania, na kuna uhuru wa mwananchi kuna uhuru wa mwananchi kusonga kutoka sehemu moja kuelekea nyingine bila ya kuzuiliwa. Ninamaanisha nini? Mnamo siku ya Jumamosi Machi 7 mwaka 2026, jeshi la polisi liliweza kuwakamata baraza la wanawake wa Chadema Bawacha waliokuwa wanaelekea Msoma kushiriki maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa na wanawake kote duniani kila tarehe 8 ya mwezi wa Machi. Cha kushangaza ni kwamba magari manne yote ambayo yalikuwa yamebeba kina mama, mfano Costa 2 kutoka Dar es Salaam Gairo, Costa 3 kutoka Dar es Salaam Dumila, Costa 2 kutoka Dar es Salaam Mlandizi, pamoja na Costa 2 kutoka Kagera Geita, yote yaliweza kurejeshwa mahala ambapo yalikuwa yanatoka. Angalia jinsi ambavyo jeshi la polisi liliweza kusimamisha magari ambayo yalikuwa yamebeba kina mama waliokuwa wanaelekea upande wa Msoma kushiriki maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Akina mama hawa ni wa baraza la wanawake wa Chadema, ukipenda Bawacha. Hapa ni Simiyu, mkoa wa Simiyu. Hawa wanaopanda humo ndani ya hilo gari ni Bawacha wa Iringa. Tamuona dada Juli, mama Mgono Kulima na Bawacha wengine 6. Hapa wanaelekea, wanabadilishwa defender. Kwani wanasema hamna chakula? Tunatembea bila kula, tunatembea bila kula. Wanasemaje kwani? Siambile yule kamanda. Alafu utasikia Samia akipiga domo na kueleza kwamba taifa letu la Tanzania hali ya siasa imeweza kuwa tulivu, kipindi ambapo viongozi wa vyama vingine wakijaribu kushiriki hafla unapata kwamba wananyanyaswa na hata kupigwa marufuku. Ingekuwa ni chama cha CCM kinaandaa hafla kama hii, haungeona kamwe vyama vingine vikiingilia CCM kutaka kusambaratisha hafla yao. Lakini ninashangaa na ninashindwa kuelewa ni uoga upi huu ambao serikali ya Samia ipo nayo mpaka inaamua kuwazuia kina mama wasiende kushiriki hafla ya maadhimisho ya kina mama ya kila mwaka kutoka kwa chama cha Chadema, baraza la Bawacha. Na
jambo ambalo linasikitisha zaidi, hata wewe litakukera, ni kwamba miongoni mwa waliokamatwa hawa ambao umeona hapo hivyo polisi wakiwaelekeza waingie kwenye gari la polisi, wapo Waislamu walio katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na wapo Wakristo walio katika kipindi cha mfungo wa Kwaresma ambao tangu walipozuiwa hawajapata fursa ya kufuturu wala kupata chakula. Vile vile naelezwa kwamba wapo wanawake waliolazimika kusafiri na watoto wao ambao hadi sasa hawajaweza kupata chakula wala huduma muhimu kwa watoto wao. Ni jambo la kushangaza, na sote tunajua kwamba ibara ya 17(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inatoa haki kwa kila raia wa Tanzania kusafiri na kuishi kokote ndani ya nchi, kutoka nje ya nchi na kurejea nchini bila ya kuzuiwa, isipokuwa kwa mujibu wa sheria. Haki inalinda uhuru wa kutembea na kusafiri bila bugdha. Haki na katiba inalinda Mtanzania kusafiri ndani ya Tanzania. Kwa lugha ya Kimombo inasema kwamba within Tanzania territory. Inasema kwamba unaweza ukatoka Geita uelekee Dar es Salaam, unaweza ukatoka Geita uelekee Mwanza, unaweza ukatoka Mwanza uelekee wapi? Dodoma. Hakuna mwenye anakuuliza. Wewe ndio utaweza amua utoke Dar es Salaam uende kuishi Arusha. Wewe ndio unaweza ukaamua utoke Dodoma uende kuishi Mwanza bila ya kuzuiliwa na maafisa wa polisi. Lakini ni kitu cha kushangaza kuona mtu ambaye anajiita Mama Samia Suluhu Hassan akitesa mama wenzake kwa kuwakamata, kwa kuwaweka korokoroni, na si eti ni makosa ambao wamefanya. Makosa kubwa ambayo Samia anaona kwamba wamefanya ni kuenda kushiriki maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, na kosa ambalo Samia anaona kwamba wamefanya ni kujiandikisha kwa chama cha Chadema. Sasa swali ambalo nataka kuuliza ni hili: je, Samia anataka kuua vyama vingine afanye Tanzania iwe nchi ya chama kimoja? Hatuwezi tukasema kwamba tunapiga hatua kidemokrasia kipindi ambapo tunapiga vita vyama vingine. Nchi kama Marekani ambayo imetuzidi sisi wa Tanzania, ambayo imetuzidi kwa kila kitu, vyama vinaruhusiwa, vinafanya kazi, vinashiriki mazoezi mbalimbali, vinaadhimisha shughuli mbalimbali. Na ndio maana tuko na chama cha Democrat na chama cha Republican. Kama Marekani, nchini mwetu Tanzania tuko na vyama vikuu: CCM, Chadema, hata ACT Wazalendo, ili kukuza demokrasia ambayo Samia amekuwa akiimba kwamba uongozi wake unaruhusu demokrasia, uongozi wake unapigania demokrasia. Mbona wasiache uhuru wa vyama? Kwani akina mama walifanya kosa lipi
kuzuiliwa wasiende kushiriki zoezi la maadhimisho la kina mama duniani. Au polisi wameambiwa kwamba mtu wa Arusha asitoke Arusha aende Dar es Salaam. Au Samia ameweza kubadilisha katiba, ile katiba ambayo tulikuwa tunaitisha katiba mpya, ameweza kuibadilisha na amesema kwamba mtu wa Msoma, mtu wa Mwanza awezi akaenda kuishi Dodoma. Huyu Idi Amini mama mwenye amekuamilia madarakani, hatujui tatizo lake ni lipi. Anajiita mama kipindi ambapo anatesa mama wenzake. Mama wanalalishwa korokoroni bila kuoga. Uchungu wa mwana ajuaye ni mama. Mama wengine walitoka wakaisafiri wakiwa na watoto wao, wale watoto hawajapata chakula, hawajapata hata kuogeshwa. Alafu Samia anajiita mama. Mama mtu gani? Mpuuzi kabisa. Ingekuwa basi ni wazee au akina baba au tungeelewa maybe. Samia anaona kwamba wanaenda kuleta vurugu. Sasa akina mama wataenda kuleta vurugu ipi? Wataenda kuleta vurugu ipi Msoma, mahala ambapo walikuwa wanaelekea? Unaweza ukaambia nini Samia? Mwambie chochote. Nina imani kwamba serikali inanitazama. Mwambie chochote hapa chini na watasoma. Kwa sababu kuna kitu niligundua kwamba kuna vibaraka, machawa, washenzi wa Samia ambao wameweza kuajiriwa, wanakuja kutukana watu hapa chini kwa uwanja wa comment section. Waambie kitu, watasoma, wampelekee Samia yeye mwenyewe ujumbe huo.